Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna aya darasa letu la leo, aya wa antasumu khairul lakum. Imezoeleka katika wanazuo wa lugha au fani ya nahau wakiweka takdiri katika hiki kipande wakisema antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, katika suratul Baqara aya 184. Kwa nini Mwenyezi Mungu amesema antasumu khairul lakum na hajasema siyamukum khairul lakum? Ni swali la msingi ambalo tunataka kulijibu kwa pamoja hapa. Kwa nini amesema antasumu khairul lakum na hajasema siyamukum khairul lakum, kama wanavyokadiria wao wenyewe wanazuoni wa kilugha, pamoja na kwamba hizi ni ibara mbili tofauti na maana mbili tofauti? Kwa nini ni maana mbili tofauti? Kwa sababu an na fi'il ziko katika ta'wilul masdar, ambayo inakuwa ni masdarun muawwal. Maana yake inakuwa siyamukum khairun lakum, ndiyo inakuwa ni takdiri yake, siyamukum khairun lakum. Hapa ndipo tunapata masdar ambayo ni sarih, iko wazi. Ama tunaposema antasumu khairun lakum, masdar ambayo ni muawwal fi ta'wil al-masdar. Kwa hiyo kuna tofauti, kwa sababu antasumu khairun lakum inamaanisha kwamba hii ni aya katika ayatu tashri' na ayatu da'wa, na sio inajulisha tahaqqukun qabli. Haijulishi kwamba saumu ishatokea nyuma, haijulishi hilo jambo. Na ndio maana tukija katika mfano wetu hapa, mfano mmoja tu, nasema hivi: yu'jibuni an taf'ala alkhair, takdiri yake inakuwa yu'jibuni fi'luka alkhair, lakini hizi ibara mbili inakuwa ni maana tofauti kabisa. Ibara hii ya kwanza ni kama aya ambayo ina an na alfi'l, ambayo haijulishi tahaqqukun qabli. Ama unaposema yu'jibuni fi'luka alkhair, inakuwa ni adafta almasdar ila ma'mudihi, idafat almasdar ila ma'muli, ambayo masdar ndio hii hapa. Hii ni masdar, hii ni ma'mul. Fi'luka alkhair au fi'lul khair, fi'lul khair inakuwa ni idafat almasdar ila ma'mulihi, ambao huwa alkhair ma'mul, na huyu ni inakuwa alfi'l, inakuwa ndiye masdar. Kwa idafat almasdar ila ma'mulihi, tuna kaida hapa inasema hivi, kaida katika lugha ya Kiarabu: idafatu almasdar ila ma'mulihi yadullu ala tahaqquqin qabli. Hii inajulisha kwamba fi'li hapa alkhair ishatokea mwanzo, tofauti na hichi kitendo hapa. Na hii ibara yu'jibuni an taf'ala alkhair inanistajabisha au inanipendeza ukafanya kheri. Unaposema inanipendeza ukafanya kheri, ina maana kheri bado haijatendeka, kitendo cha kheri bado hakijatokea, yani inajulisha, haijulishi hilo jambo. Lakini unaposema yu'jibuni fi'luka alkhair, ni kwamba kitendo cha kheri tayari kisha tahaqqaqa qablan, kina tahaqqukun qabli, kisha tokea tayari nyuma. Kwa hiyo hii kaida ni kitu cha msingi sana, na ndio maana kwa maana hii maaluf kilichozoeleka katika aya za tashri' na ayatu da'wa. Tashri' kwa maana ya kuweka manhaj, shar'a lakum min ad-din, kuweka manhaj katika dini. Hizi aya za tashri' na ayatu da'wa mara nyingi zinaanza na an na alfi'l, zinaanza na an na alfi'l. Kwa hiyo hii antasumu khairul lakum ni katika ayatu da'wa, na hivyo la yadullu ala tahaqquqin qabli, hazijulishi. Mfano wake nini? Mfano wake ni umirtu an a'budu Allah. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema umirtu an a'budu Allah, umirtu an a'budu Allah. Unaona ani hapa, an aqimu salat wa an aqimu salat. Unaona an na aqimu salat, alla ilaha illa iyyahu,
alla ta'budu illa iyyahu, alla ta'budu illa Allah. Hizi ni na mifano mingine mingi ambazo inaani katika zile ibara, na kuna fi'il katika zile ibara ambazo zinajulisha ta'wilul masdar, na kwa maana hiyo hazijulishi tahaqququn qabli, bali zina maana ya at-tashrih. Hivyo tutakuwa tushapata tofauti ya antasumu khairul lakum na ukisema siyamukum khairul lakum. Siyamukum khairul lakum ni idafata almasdar ila ma'muli ambayo inafaidisha tahaqququn qabli, ama unaposema antasumu khairul lakum inakuwa ni masdar ambayo ni muawwal, ambayo ina al na alfiili na haijulishi tahaqququn qabli, la yadullu ala tahaqquqin qabli. Hii ndio tofauti, pamoja na kwamba wanazuoni wa lugha au wanazuoni wa fani ya nahau wanasema hii ndio takdiri yake, lakini ni maana mbili tofauti ambazo ziko tofauti kabisa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.